Sifa na shukurani ziwe kwa Bwana. Wazo ilinijia kwamba ingekuwa vema kama tunaweza kuanza kuimba nyimbo fulani bila kusumbuliwa, ikiwa kama vile tuko ndani ya utukufu hapa duniani. Ijapokuwa furaha yote na mazoezi yote iliyo ya damani kwa ajili yetu, lakini kungali mizigo, na niweza kuyawazia itakuwa namna gani wakati huko ndani ya utukufu, ndani ya mwili wa ufufuko uliobadilishwa bila kusumbuliwa, ndipo tutaweza kuimba haleluya kubwa. Ndiyo, itakuwa ya nguvu sana. Hakutakuwa tena uso iliyo na huzuni, hakutakuwa tena mateso, hakuna maumivu, hakuna tena kifo. Si ajabu kuona jinsi tunaweza kuchukua ndani mwetu matumaini hayo, matumaini ya heri, matumaini ya kweli, isiyoleta mtu kupata haya, lakini inayoleta mtu katika uhakika mpaka uhakika. Ni ajabu kuona jinsi sote tunaweza kufanya mazoezi ya hayo, na hiyo iweze kufika ili kwa mwisho wale wote walio sehemu ya kanisa bibi harusi waweze kusema ndio, kuja upesi Bwana Yesu. Akose itawezekana kwamba mambo yataweza kuwa mabaya tena kwa ajili yetu. Mnayajua, tunapaswa kungoja mambo fulani yanayoweza tena kuja juu yetu, hata pia kwa hali ya dunia hii. Hii masumbuko yote, hii kuhamishwa kwa mataifa inafanyika, hii yote haitamalizika vizuri. Kupata chakula yote italeta matukio mengi, lakini zaidi mambo yanafika, na tena zaidi tunaelewa kwamba wakati umekuwa hatari sana. Na sisi ambao tunaweza kuamini kulingana na maandiko, tunanyanyua vichwa vyetu kwa sababu tunajua kwamba ukombozi wetu umekaribia. Kulingana na Luka 21 mstari wa 28. Ndiyo, njaa inapaswa kuja, wakati ngumu inapaswa kuja. Watu wananungunika kwamba mambo imekuwa bei kali, na ni wakati hatutaweza kununua tena, ndipo yatakuwa bei kali, ndipo yatakuwa bei kali sana, wakati hawataweza kununua au kuhusisha, kama vile inavyoandikwa ndani ya Ufunuo sura 13 mstari wa 17. Sasa kuanza kunungunika kwa wakati huu ingali haraka sana. Tutakuwa na muda wake wakati hayo yatakapofika. Sasa tungepasha kushukuru Bwana Mungu kuona jinsi mambo yote iko natembea kwa namna njema kwa ajili yetu, na kwamba tunaweza kuwa na chakula na cha kunywa, na maandiko yanatuambia kwamba tunapashwa kutosheka na hayo. Ona jinsi tunashukuru Bwana kwa ajili ya uhuru ambao tulio nayo sasa. Leo ndani ya nchi yetu kuna uchaguzi, lakini miongozo imekwisha kuwekwa tangu zamani, na tuliona katika wakati uliopita kwamba wale wote ambao wasiopata sehemu na ambao wasioweza kufuata mwongozo huu uliowekwa wanapashwa kutoka na kuwekwa pembeni. Watu ambao wanaokubaliana na mpango, watu wale ndio wanapashwa kupata sehemu kwa hayo. Tunakumbuka huyo mwanamke mkubwa aliyeweza kuelewa yeye kama vile Methodist, kwa maana yeye ni Methodist, na alielewa kwamba haki ya utawala wa Uingereza zinatoshwa na hii mazungumzo ya Roma, na haya aliweza kupata katika sehemu ya hiyo kwa sababu ya kukubali, na alikuwa akijua hayo yote ilikuwa ikifanya nini. Na sasa saa imekuja, na kama vile tunasoma ndani ya Agano la Kale na Agano Jipya, Mungu anaweka wafalme na Mungu anawatosha pia kulingana na yale iliyo ya lazima kwa wakati uliopangwa na Mungu na ndani ya mpango wa Mungu. Ndugu yetu amekwisha kusoma ndani ya nabii Hagai
Hagai alikuwa mtu mmoja wa watu ambao wakati wa kujengwa kwa hekalu alikuwa na neno la Bwana, na ilikuwa njema au nzuri katikati ya taifa la Mungu. Ni kwa sababu walikuwa wameelewa na kutambua kwamba mtu yule alikuwa hazungumza kwa ajili yake mwenyewe, lakini Mungu alikuwa akizungumza kupitia yeye, na kwamba ilikuwa neno la Mungu ndilo lilikuwa kiambiwa kwao, naye alikuwa akichukua ujumbe wa kiungu na sio ujumbe wake mwenyewe. Wakati taifa la Mungu linapotambua hayo kupitia ufunuo, ndipo Mungu anaweza tusaidia. Lakini kama tunawaza kwamba huu ni ujumbe wa Musa, ni ujumbe wa Hagai au watu wengine, hiyo haitatembea. Lakini kama tunaweza kuelewa kwamba ni ujumbe wa Mungu, kwamba ni kazi ya Mungu, kwamba ni ufalme wa Mungu na kanisa la Mungu, kama hiyo tunakuwa tumeyafunuliwa kupitia Roho, tukijua kwamba ni kazi ya Mungu, ndipo mambo yote itakuwa tofauti. Na hapo heshima itakuja, uoga, uaminifu, utiifu, imani, na tutapata pia nafasi yetu ndani ya uwepo wa Mungu. Ninasoma andiko hii ingine mara moja, kwa maana ilikuwa ya thamani sana. Hapa imeandikwa ndani ya Hagai, ilikuwa ikihusu Zorobabeli. Hagai sura 1 mstari wa 12 na 13. Hagai sura 1 mstari wa 12 na 13. Pale Zorobabeli mwana wa Saltieli na Yesua mwana wa Yosadaki mkubwa wa makuhani pamoja na baki zima la watu wakasikia sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii, kama Bwana Mungu wao alivyomtuma. Watu wakaogopa mbele ya Bwana. Na sio taifa tu, lakini pia Zorobabeli mwana wa Saltieli na Yosua kuhani mkubwa mwana wa Yosadaki. Ilikuwa ni watu ambao waliokuwa wamepokea huduma ya kutimiza, lakini wakajinyenyekeza, wakaheshimu utaratibu wa kiungu, wakakubali kazi na ujumbe wa unabii. Na hivi sasa wakatambua kwamba mtu yule akiwa na asema Bwana alikuwa akisimama kwenye udongo takatifu wa kiungu, na alikuwa ametumwa na Bwana yeye mwenyewe. Ona neno gani la ajabu! Tunashikuta wapi ndani ya picha hii ambayo tunayochunguza sasa? Imeandikwa mstari 12 sehemu ya pili, pamoja na baki zima la watu wakasikia sauti ya Bwana Mungu wao. Lakini Mungu hakuwa kwenye dunia. Kwenye dunia kulikuwa nabii Hagai, lakini Mungu alikuwa mbinguni, na Mungu iko mbinguni na duniani pia, anajaa anga yote nzima. Mungu kupitia imani anaishi ndani ya mioyo yetu. Mungu anazungumza, Mungu anatenda, Mungu anaponya, Mungu anaokoa hapa duniani. Kama hangekuwa pale, hakuna kitu cha mambo hayo ambayo ingeweza kufanyika. Hayo yanaweza kufanyika wakati anapoweza kuwa pale. Hakuna mmoja wetu ambaye angeliweza kufanya mazoezi ya wokovu na msamaha na uponyaji na ufungulivu na baraka zote kama Mungu hangeliweza kuwa hapa kwa ajili ya kushuhudia neno lake na kuweza kutupatia yale ambayo aliyoahidi. Mstari wa 12 tena sehemu ya pili, pamoja na baki zima la watu wakasikia sauti ya Bwana Mungu wao na maneno ya Hagai nabii,
kama Bwana Mungu wao alivyomtuma, watu wakaogopa mbele ya Bwana. Ndiyo, taifa litakuwa ndani ya oga mbele ya Bwana, na sio oga mbele ya Hagai, lakini oga wa Mungu ukakuja juu yao. Na oga wa Mungu tena leo ndiyo mwanzo wa hekima ya kiungu, na mwanzo wa hekima ya kiungu inamaanisha pia ndiyo mwisho ya hekima ingine au hekima yetu. Na ni wakati tunapofika kwenye mwisho wa hekima yetu wenyewe, ndipo hekima ya Mungu inaweza kujifunua na tunaweza kuyapewa. Nyuma ya mstari 12 kuna kuja mstari 13 ambayo tumekwisha kusoma pia. Mstari 13, kisha akasema Hagai mjumbe wa Bwana katika ujumbe wa Bwana kwa watu, akisema, mimi ni pamoja nanyi, Bwana anasema. Huko Singapore nilikuwa ndani ya seminari moja ya kibiblia, ndani ya shule moja ya kibiblia inayoitwa Age College au shule la Hagai. Nilialikwa nikatoa ushuhuda wangu mara moja, na nilipozungumza pamoja na wasimamizi tofauti na walimu, nikatambua kitu moja, ni kwamba jina linalowekwa mbele halina hata uhusiano pamoja na ukweli wa kibiblia ulio ndani ya nabii Hagai. Hakuna nabii, hakuna ufunuo wa kinabii wa neno. Wanafundisha kama vile wanafundishaka katika seminari tofauti, lakini sio jina linalosabilika. Na pia kuna mashirika zinazojiita Philadelphia, inayomaanisha upendo wa ndugu, na wakati unapoyatazama hakuna hata alama ya upendo wa ndugu. Tuna makusanyiko pia au makusanyiko yanayoitwa elimu. Si pinge na sinyenyekeza chini ya hayo mimi mwenyewe. Elimu, kuna miti ngapi ya ngazi na chemchemu ngapi? Nani anajua elimu inamaanisha nini? Nani anajua elimu inamaanisha nini? Miti ya ngazi ni ngapi? Chemchemu ngapi? 7. Ndio huko karibu ya kitu hicho, lakini inahusu kitu kingine pia, lakini sio jina ambayo tunajipatia, kwa maana imeandikwa. Unasema kwamba uko hai ijapokuwa ushaka kufa. Ufunuo 3 mstari wa kwanza. Unaweza kuwa na jina kanisa la Pentecosti, kanisa la Baptist, lakini kweli tuko wao au ni jina tu? Tunataka bila kupinga, na kama tunapinga tujazi ya sisi wenyewe. Tunataka tuweze kushoka mbele ya Mungu na tujiulize kama ndani ya siku zetu tuliweza kupokea na kutambua yale ambayo Bwana anayotaka. Yesu alisema alipotazama Yerusalemu, kama wewe na wewe pia, kama ungeliweza kutambua siku hii uliopewa, kama ungeweza kutambua mambo ambayo iliyo ya salama kwako, kulingana na Luka 19:42, na sio ndani ya wakati mwingine, lakini ndani ya siku hiyo ambayo uliopewa, kama ungeliweza kutambua inayokuletea salama. Kila mwanadamu anapokea kutoka kwa Mungu wakati wake, saa yake, ambayo anapaswa kushika na kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu anayofanya kwenye dunia. Tunaishi sasa na tunapaswa kupata sehemu kwa yale ambayo Mungu anayofanya ndani ya wakati huu. Ndani ya sura 2 ya Hagai mstari wa 5, andiko linalojulikana vizuri. Hagai sura 2 mstari wa 5. Hagai sura 2 mstari wa 5.
sawa sawa na neno nililopatana pamoja nanyi wakati mlipotoka Misri, na roho yangu ilipokaa katikati yenu, msiogope. Ndugu yetu alisema kuhusu upako wa Roho Mtakatifu, mahali ambapo neno linageuka kuwa ufunuo wa unabii na sio kuvuviwa tu wakati nilipokuwa nimeandikwa, lakini kuvuviwa tena kwa namna mpya, na linageuka kuwa ufunuo wakati napohubiriwa na kuaminiwa. Hapo hayo yanafanyika kupitia Roho Mtakatifu ambaye anayechunguza mambo yote na pia hata vilindi vya uungu. Kwa maana hakuna mtu ambaye anayeweza kujua mambo haya ya kiroho, na pia hata mtu aliye mtakatifu aliye hapa duniani. Kwa maana Paulo aliandika akiandikia wa Korinto kwamba Roho anachunguza yote na pia hata vilindi vya Mungu. Wa Korinto wa kwanza sura 2 mstari wa 10. Na sio nabii au nabii Hagai au mwingine, lakini Roho wa Mungu ndiye anachunguza mambo hayo kupitia ufunuo, na anatumikisha sasa kinywa ili kitangaze maneno ya Mungu ambayo iliyo ufunuo. Hapa tumeyasikia ahadi iliyotolewa wakati wa kutoka ndani ya Misri. Tunapaswa kuelewa mambo haya, ni kwamba ahadi zilizopewa kwa kanisa la Agano Jipya kwa mwanzo wa kanisa zinabaki zile zile mpaka mwisho. Waibrania 13 mstari wa 8. Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na ni yule yule milele na milele. Tunapaswa kushtikisa kidogo na kutambua kwamba ahadi zilitolewa ili tuweze kuzisikia kupitia mahubiri, kwamba tuweze kuziamini na kisha tuweze kuzipokea, na sio kama vile mafundisho ya akili, ili katika hali fulani tuweze kuwa kama tunajulishwa au kufundishwa, lakini kupitia imani ndani ya yale ambayo Mungu aliyoahidi tuweze kuingia katika hali ya kushika mambo hayo. Hiyo inaonyeshwa ndani ya Agano la Kale kwamba Mungu alikuwa ameahidi taifa la Israeli nchi ambayo iliyokuwa ndani makabila 7, na ikaitwa kwamba ni nchi ya ahadi. Na wakati muda wa utimilifu ulipofika, haikukuwa maneno tu iliyokuwa imetamkwa, lakini hiyo ikawa mbele yao na pamoja nao kuwa uhakika wa kiungu, yale ambayo walikuwa wameahidiwa tangu zamani. Na kama tumeelewa haya, tutatambua kwamba tumefika katika hali ya kufanana na hiyo. Kuna mambo yanayotembea pamoja kama vile kwa mwanzo, na iko hivyo hivyo sasa pamoja na taifa la Israeli na pamoja na kanisa. Ndani ya hiyo kizazi ya kwanza ya Kikristo, Uyuda ulikuwa ukitembea pamoja na Ukristo ulioonekana hapo hapo kwa namna mpya mpaka kwenye mwaka wa 17, wakati huyo jemadari wa Roma Titus, nyuma ya miaka 2 ya kuzunguka Yerusalema, mnajua na mliweza kusoma ni damu ngapi iliweza kumwagika. Lakini wazo ni ya jamani kwamba tangu mwanzo wa kanisa la Agano Jipya mambo mawili yaliweza kutembea pamoja ndani ya kimoja, ndani ya kizazi cha kwanza mpaka ilipopata mwisho na ingine ikaendelea. Sasa huo utaratibu iliweza kubadilika ndani ya hii kizazi cha mwisho inayoambatanishwa na kanisa. Israeli walirudishwa ndani ya nchi yao wakitoka katika zaidi ya nchi 100 za ulimwengu, wakaitwa waweze kujua katika nchi ya ahadi,
Na sasa tena tuna mambo mawili yanayotembea pamoja, na tunayaona kwa namna iliyo wazi wakati Paulo alipoandikia wa Roma sura 11 kuanza kwa mstari 25, ya kwamba kwa sehemu ugumu umepata Israeli mpaka utimilifu wa mataifa umefika, na hivi Israeli wote wataokolewa. Na Israeli imekwisha kurudishwa kwa sababu Masia atakuja huko nyuma ya unyakuo. Tunajua hiyo sisi sote, lakini walirudi kwa sababu Mungu aliyasema kwa namna hivyo ndani ya neno lake. Tunaishi sasa ndani ya kizazi cha mwisho cha habari ya wokovu iliyopangwa na Mungu chini ya hii maendeleo. Na kama tunaweza kuwa tunajua mambo haya, na sio kwa ajili yetu sisi wenyewe, lakini kwa sababu ya mamlaka ya neno la Mungu, kama vile Bwana wetu yeye mwenyewe anasema kwamba wakati mtakapoona maneno haya yote mtambue, mjue. Wakati mtakapoona kwamba mtini unachepuka na unatosha tena majani yake, na tunayajua chini ya msingi wa neno la Agano la Kale, na tunajua kwamba mtini huo ni Israeli, ambao nyuma ya miaka 2000, kwa maana tangu wakati wa Nebukadneza taifa lisambazwa, na kisha tena katika mwaka 17 nyuma ya Kristo walisambazwa mara moja, lakini tena nyuma ya miaka mingi wamekwisha kurudi, nao wamekuwa taifa. Ndani ya maandiko matakatifu muna miongozo ambayo isiyoweza kuwa ni mawazo fulani tu, lakini inayotamka waziwazi mambo yanayotimilika sasa mbele ya macho yetu. Na sasa ikilingana na neno la Agano la Kale, tunaambiwa hapa ndani ya Hagai sura 2 mstari wa 6, kwa maana Bwana wa majeshi anasema hivi, mara moja tena na wakati mdogo, na nitatetemesha mbingu na nchi na bahari na nchi kavu. Kama maneno haya hayangeliweza kuwa ndani ya Agano Jipya, ndipo sasa tungeliweza kuyaacha pembeni na kusema bai Mungu wa Agano la Kale, tunageukia Agano Jipya sasa. Lakini Mungu asifiwe, kwa sababu aliweka uhusiano kilalo katikati ya Agano la Kale na Agano Jipya kwa namna iliyo ya kunyoka sana, inayoambatanishwa. Nasi tunamshukuru sana kwa ajili ya hiyo, kwa sababu tunaweza kuyajua na kuyatambua. Andiko la kufanana na hiyo iko ndani ya barua kwa Ibrania, andiko linalojulikana na sisi sote, tunataka kuyasoma mara nyingi hapa. Inaandikwa kwamba Mungu atatimiza ahadi ambayo aliyotoa. Waebrania 12 mstari wa 26. Ndiyo sauti yake ilitetemesha dunia wakati ule, lakini sasa ameahidi akisema, ndiyo sasa hiyo Hagai 2 mstari wa 6, mara moja tena nitatetemesha dunia, wala si dunia tu, lakini na mbingu pia. Na mnaweza kuendelea kusoma, ndiyo inayoendelea mpaka kwa kubadilishwa, na kisha mwisho wa hapo mbele ya kuwekwa kwa ufalme wa miaka 1000. Na vile vile kama vile taifa lirudi wakajenga tena hekalu, yote kulingana na vipimo na mpango ambao Mungu aliyokuwa amesema tangu mwanzo, na kama vile alikuwa amewaagiza. Na hivyo hivyo kanisa la Agano Jipya nalo liko katika hali yake ya mwisho, nalo linapaswa kufikia na kufika mahali ambapo kanisa lilivyokuwa kwa mwanzo. Akose naweza tena kuwasomea neno hili, andiko 2 au shahidi 2 ambazo tunaweza kuvumilia tena ili tuweze kuelewa. Hapa nazungumza kuhusu Waebrania sura 12, ili tuweze kuelewa ni katika hali gani neno hili la Hagai linatamkwa hapa ndani ya Waebrania 12 mstari 26. Waebrania 12, tuendelee na kusoma kwenye mstari 27. Waebrania 12:27, neno lile
mara moja tena linaonyesha kuhamishwa kwa vitu vinavyoweza kutetemeshwa, kama vitu vilivyoumbwa kusudi vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Yale yote yanayofanyika ndani ya hukumu za ufunuo, kama vile mnaweza kusoma ninyi wenyewe ndani ya Biblia, nyumba na yale yote itakayobomoka, dunia itatetemeshwa kama vile haijawahi kuwa mbele, na Mungu ataadhibu wote kwa jeshi lilo katika anga, ndani ya mahali pa juu, kwa wafalme wa dunia na juu ya dunia. Mliyasoma kusudi mjue kwamba hiyo imeandikwa waziwazi ndani ya Biblia. Nataka niwasomee andiko ndani ya nabii Isaya. Isaya sura 24 akose mstari wa kwanza, na kisha andiko ingine ambayo nitakayosoma. Tazama, Bwana anafanya dunia kuwa utupu, na anaiharibu na anaipindua na kusambaza wenye kukaa ndani yake. Na kisha kuna kuja andiko nyingi na mstari wa 19. Isaya sura 24 mstari wa 19. Dunia inavunjika kabisa, dunia inayeyuka kabisa, dunia imetikisika sana. Mstari wa 20. Dunia inalewalewa kama mlevi, na inatikisika huko na huko kama kibanda, na dhambi yake itakuwa zito juu yake, na itaanguka na haitasimama tena. Tulisoma kwamba yote iliyoumbwa itatetemeshwa, lakini yale ambayo haikumbwa kwa ajili ya muda mfupi ndio itakayodumu. Tunasoma tena mwendeleo kwenye Isaya 24 mstari 21. Isaya 24 mstari 21. Na itakuwa katika siku ile Bwana ataadhibu jeshi lao la juu walio juu, na wafalme wa dunia walio juu ya dunia. Mstari 22. Nao watakusanywa pamoja kama kukusanya kwa wafungwa katika shimo, na watafungwa katika minyororo, na nyuma ya siku nyingi wataangaliwa au wataadhibiwa. Mwache sasa Ufunuo sura 20. Nyuma ya kwa ufalme wa miaka 1000, malaika anashuka mbinguni akiwa na funguo ya shimo sipo mwisho, na anashika shetani, anamfunga kwa miaka 1000, anamtupa katika shimo. Ndani ya Ufunuo sura 20 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3. Katika wakati ule yote itakuwa imemalizika bila mapatano na jeshi la juu na hii mapepo ambayo tunayopingana nazo, kama vile Paulo anavyoandika kwamba hatupigane na mwili na damu, lakini tunapigana na pepo na ufalme na mamlaka wa hii ulimwengu ya giza, wa Efeso 6 mstari 12. Na kisha wakati siku ile itakapokuja, sehemu ya kwanza itakapofanyika, wakati kanisa litakaponyakuliwa, na ndipo sasa utakuwa vita. Mikaeli na malaika zake watapigana na nyoka au joka, na hapo kutakuwa mwisho moja, ni kuanguka. Shetani atashushwa na Bwana na kanisa lake watapanda, na shetani atashushwa mbele ya miaka 1000 iweze kuanza. Jeshi la juu litahukumiwa, na kisha wafalme wa dunia nao watahukumiwa, na kisha hukumu itatolewa, na watafungwa wakiingizwa ndani ya shimo pasipo mwisho mpaka kwa wakati utakao kuwa umekuja. Na wakati ile naweza kuambia waziwazi kama itakuwa nyuma ya miaka 1000 watahukumiwa, kwa maana ndipo kutafanyika hukumu ya mwisho sasa, nyuma ya miaka 1000. Hii mambo iko wazi sana, na si lazima kuweza kuwa na uwezo ya kufanya mahesabu kubwa wakati andiko linaposema kwamba Mungu atafunga shetani kwa miaka 1000. Nataka kuwasomea hiyo ili mjue kwamba imeandikwa hivyo. Ufunuo sura 20 mstari wa kwanza. Ufunuo 20 mstari wa kwanza. Kisha nikaona malaika akishuka toka mbingu, mwenye ufunguo wa shimo pasipo mwisho, na mnyororo mkubwa katika mkono wake. Mstari wa pili.
akashika yule joka mkubwa, yule nyoka ya zamani anayeitwa Diabolo na Shetani, akamfunga miaka 1000. Mstari 3, akamtupa katika shimo pasipo mwisho, akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie. Na nyuma ya haya imepasa afunguliwe wakati kidogo. Ni ya nguvu sana wakati unapoona hii uhusiano ulio katikati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Inakuwa kama vile kuona yote kwa ujumla, kama vile kuelewa kwa mpango uliofichwa wa Mungu wetu, lakini tunakuwa taifa lililojazwa neema, waliotayarishwa ili waweze kuelewa neno la Bwana na pia hata maneno ya unabii ndani ya siku hizi zetu, ili tuweze kujipanga kwa upande wa Mungu na kuweza kuamini kwa moyo wote yale ambayo Mungu aliyoahidi. Hatuwezi kuchelewa juu ya maneno haya. Mtu ambaye katika wakati huu anayekubaliana na Mungu anapaswa kubaliana neno lake. Hakuna kukubaliana pamoja na Mungu nje ya neno lake au nje ya neno la Mungu, ila tu mtu anayekubaliana na neno la Mungu ndiye anayeweza kuwa moja kwa moja na neno lake na pamoja naye. Kwa hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno lilikuwa pamoja na Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Yohana 1:1. Na ndio maana ni lazima sana ili neno liweze kuwa limehubiriwa na liwekwe kwenye kinara cha taa. Lakini hapo ndipo tunafika kwenye mambo yake. Wamoja wanajiunga katika hii ulimwengu, na niliyasema na nitaiandika tena. Nguvu za kwanza za ulimwengu ziko zinajunda hapa, na kama mtu fulani anawaza kwamba hii milioni 340 ambao watakao kuwa sehemu ya Ulaya ulioungana ndani ya mwaka 1992 kwamba hawako hesabu nyingi, na kwamba Uchina ndio ulio na watu wengi, hiyo haina maana. Na kuweza kujua kwamba China ni kubwa au ni wakati gani ambao waliokuwa Uhindi, hiyo haina maana. Lakini hapa inahusu unabii wa kibiblia na yale ambayo iliyoahidiwa kwa ajili ya wakati wa mwisho, na yale yanayofanyika sasa kwenye hali ya kisiasa, ya kidini na ya kiuchumi au ya kibiashara. Na nchi yetu ambayo iliyokuwa imeumiza hiyo utawala wa Roma kupitia hii uamsho, ilikuwa ni kuumizwa kwa upanga, kama vile aliko ninavyosema kwamba moja ya vichwa vyake ilionekana kama vile umeumizwa hata kufa. Ufunuo sura 3:3. Na hapo watu wengi na ulimwengu mzima ikashangaa kuona jinsi mahali ambapo kulikuwa kidonda kilikuwa kimepona, na kwamba yote ilikuwa ya salama na furaha. Nawaambia kweli moja, nchi hii ambayo Mungu aliyotumikisha kwa ajili ya kuleta uamsho na kisha ikagawanyika, kwanza kwa namna ya kidini wa Protestanti na wa Katolika, na kisha kwa kisiasa upande wa magharibi na mashariki, tunaona sasa kwamba hiyo maganyiko yote mbili imekwisha kuwa na mwisho wake. Na nani alitambua ndani ya nchi yetu wakati hii matokeo ya kipekee yanapofanyika? Hakuna kusanyiko hapa ya Katolika na huko kusanyiko la Protestanti, yote inakuwa ni kusanyiko la ujumla, wote wanaungana pamoja, wote wanakusanyika chini ya kichwa moja, na hii ndio walikuwa ikitaka wafikie. Na mtu asisikie vibaya sana sana wa Katolika, lakini kama hiyo ingeliweza kusaidia kwa ajili ya lengo yao, ninaweza kuambia yale ambayo Papa angeliweza kufanya. Angeliweza kuleta heri na kubeatifia Luteri. Kama angeweza kuleta Waluteri wote waweze kushirika pamoja naye na waweze kurudia katika tumbo ya mama yao, msijisumbue. Hakuna mtu hapa duniani ambaye anayeweza kuwa na akili kuliko huyo mtu. Anajua ujanja wote unaowezekana. Sijui yale nitaka kusema au mmekwisha kusema hapa sasa hivi, lakini si kwa namna iliyo ya namna ya haki,
Tangu wakati wa shauri ya pili ya Vatikani, wa Protestanti hawalaniwi tena, wanaitwa kwamba ni wandugu waliojitenga, kwamba wandugu waliojitenga wanapokelewa kama vile wandugu waliotengwa. Makanisa za uhuru hazito kwamba ni masekti, lakini wote ni mili, kwamba ni mwili wote waweza kupata kwenye maamuzi wakiwa kwenye meza moja. Na nini wanasema sasa? Sisi wote ni wandugu, tujiunge pamoja na mengineyo. Mbele walikuwa na adui moja, ni komunisme na ateisme, lakini sasa leo swali inakuwa ni kwamba leo nyumba moja wa pamoja na waate wasioamini Mungu, na nyumba ambayo wote wanakuwa na nyumba yao na nafasi yao. Unaona hii mitumikio, naomba hiyo yote ifanyike hivyo ndani ya hii siku za mwisho. Nabii Danieli aliweza kuyatangaza wakati alipoona hiyo sanamu ya fedha, ya shaba na vidole 10. Ilikuwa nini? Ilikuwa ikichanganyika na udongo, ambapo kuinganisha na udongo na shaba na mengineyo hawezi kuunganisha pamoja. Unaweza kuisoma ndani ya nabii Danieli kwamba mambo hayo yalikuwa yametangazwa mbele na kuonyeshwa mbele kwamba mambo yataungana pamoja, na kwamba ufalme utakuwa kwa sehemu nguvu na kwa sehemu nusu, na hiyo inalingana na chuma na udongo, kama vile tunaambiwa ndani ya Danieli 2:14. Tunayaona sasa, yote iko dhaifu, yote inabomoka, hakuna kitu kinachotembea. Na kisha kunakuwa hii umoja nzuri na nyumba kubwa. Na nani aliye mkubwa ndani ya nyumba hiyo kubwa? Hakuna mashaka juu ya maneno haya. Mpinga Kristo ndiye atakayeongoza mambo haya yote na kuyatawala, na Kristo ataita kanisa lake ili litoke, amtalitayarisha na ataliweka muhuri, na mbele hiyo janga kubwa iweze kufikia wanadamu, na atarudi kutuchukua ndani ya utukufu wake. Ndiyo, lakini ni wakati hatari, wakati wa masumbuko ambao tunaishi ndani, lakini pia ni wakati mzuri. Tunaona magawanyiko yamekwisha kubadilika. Nchi yetu ndio itakayokuwa uongozi wa mambo yote. Tutalipa nini? Kutafanyika nini? Wakati sasa watu hawataweza kufuata, kwa sababu itakuwa ni kilo kwa ajili yao. Wakati vipimo vyao itakapokuwa vimekuwa wazi, si wakati wa mwisho, lakini mambo mengi yataweza kuja juu ya wanadamu. Na wakati wote tunapokuwa hapa tunaweza kusikia kitu fulani, lakini kitu moja ni cha kweli, tunaishi karibu sana ya kurudi kwa Bwana wetu, na hatuna uoga, lakini tunasema Bwana, weka mwisho juu ya mambo haya yote kwa haraka jinsi inavyowezekana, na utuchukue ndani ya, ututoshe katika hii bonde, ututoshe katika hii bonde ya tabu, na utuweke katika utukufu wako. Kwa ajili ya wale ambao wasioweza kufahamu matamshi haya, matamshi hiyo katika Ufunuo na pia ndani ya nabii Danieli, msijisumbue. Katika wakati kidogo yatageuka kuwa wazi sana. Roho Mtakatifu atawaongoza, au anaongoza katika kweli yote. Anatuonyesha namna gani mambo yanaonekana na yanavyofuatana. Ndiyo, maelezo iko wazi sana na ya kukamatika, na pia hata wajinga hawawezi kushidanganya au kupotea. Hata sisi tuliohesabiwa kuwa tunastahili kuweza kusikia neno na unabii katika siku hizi, tuweze kupokea maneno yote, hizi maneno yote ndani ya roho wa Mungu, ili yawe ufunuo, yageuke kuwa ufunuo kupitia Roho Mtakatifu, na ili tuweze kupenywa kwa tabia na uzima wa kiungu, tuwe sehemu ya habari ya wokovu ndani ya siku zetu, na sio tu kama vile waliojulishwa au wakutazama tu, lakini kama watu ambao wanaoambatanishwa hapo hapo kwa yale ambayo Mungu anayofanya ndani ya ufalme wake hapa duniani, na ambao wanaopata sehemu ndani. Ndio, acha Mungu atufanye watu kama hao. Amina. Ndugu
Urusi anaomba. Bwana mwaminifu, tunakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya wakati huu wa neema na kwa ajili ya ujumbe huu wa neema ambao tuliotangaziwa, o Bwana, kwa maana haukutusahau, ulituhurumia, ulitukubali, o Bwana. Bwana, hatuwezi kushindwa kusifu jina lako Bwana na kupatia heshima na shukurani Bwana. Bwana, upokee maabudu, pokea sifa na shukurani. Haleluya. Kutoka kiu cha mioyo yetu, o Mungu, tutayarishe, o Bwana, kwa ajili ya kurudi kwako, ili tuweze kuwa macho, ili tuweze kuwa katika maombi, o Bwana, wakati tutakaporudi Bwana, tuweze kunyanyua vichwa vyetu tukijua kwamba ukombozi wetu umekaribia. Uwe pamoja na sisi sote Bwana. Ninakuomba, bariki wale wote waliokuja, wa ndugu yetu na wadada yetu wa kutoka mbali na karibu. Bwana, uwe pamoja na wote na ubariki wote. Sasa pia Bwana, wakati tunapomaliza makusanyiko haya, uwe pamoja nasi kwenye njia ya kurudi nyumbani, na ubariki kila mmoja mahali ulipomweka, na ufanye kila mtu baraka Bwana, na ushuhuda uyapatie hiyo kwa neema. Tunakuomba katika jina la Yesu, amina, amina.